sema pole kwao. Mvutano wa maslahi kuhusu uchimbaji wa madini ya takriban shilingi bilioni 8.1 katika eneo la Mrima, kaunti ya Kwale umeshuhudiwa baada ya waziri wa madini Hassan Joho kutofautiana na naibu wa gavana wa kaunti hiyo Chirema Kombo kutofautiana wakati wa shughuli ya kusanya maoni. Na kwa mujibu wake, gavana Joho alikuwa akitumia kifua kusukuma mradi huo licha ya serikali ya kaunti na wakazi kutoa mapendekezo kuhusu mkutano huo. Tumpate mwanahabari wetu ukanda wa Pwani Eugene Nambeka na taarifa hiyo kwa kina. Miezi kadhaa baada ya mvutano wa wakazi na serikali kuhusu uchimbaji dhahabu katika eneo la Ikolomani, mpasuko umeshuhudiwa kaunti ya Kwale katika eneo la Mrima ambako kuna kisiwa kuwa na madini ya takriban shilingi bilioni 8.1. Katika mkutano wa kukusanya maoni kuhusu utekelezaji wa mradi huo, naibu gavana wa Kwale Chirema Kombo aliondoka kwenye mkutano huo akidai kuwa waziri wa madini Hassan Joho alikuwa akiwadhalilisha, akitaka wasieleze malalamishi ya wakazi kuhusu mradi huo. Waziri amenyanyuka na kuanza kusema wewe usiongee hivyo, na kuanza kutoa vitisho ambavyo sasa mimi nikaona kwamba kumbe hawa watu wana njama yao. Bwana Chimera akidai kuwa waziri Joho hakutaka kuwasikiza viongozi wa chini na aliwafokea, jambo lililowafanya kumwachia mkutano huo. Sasa anatumia kifua. Sasa kama yeye anatumia kifua, sisi nataka tumwambie kama hii kazi anaweza kuifanya peke yake, haifanye. Tumeona ile mipaka kwa sababu ya heshima ya uongozi, tumeona sisi tutoke kwa sababu huenda tutakwaza watu wengine kwa yale mazungumzo yetu, kwa sababu hatuwezi enda tofauti na wananchi wetu vile ambavyo wanahitaji. Tunataka mali yetu ikiwa inachimbwa hapa, waichimbie hapa, wasafishe hapa, ili tuweze kujua manufaa yetu sisi tunafaidika namna gani. Hata hivyo, madai ya kuwa waziri hakuwa amekaribishwa katika mazungumzo hayo na kuwa alijikaribisha yalikuwepo, wakazi kadhaa wakitetea ujio wake na kumlaumu naibu gavana. Namshukuru waziri Joho kwa sababu alichukua hatua ya kukutana na wananchi wake wale wadogo na kuwasikiza kilio chao. Maana kwa ukweli tulikuwa na waziri Mvure, hata hizi tezi zote zikuwa na hakuna siku ambayo tuliitwa tukaambiwa kuna hivi wala hivi. Tukiuliza habari ya madini tunaambiwa kuna ndio tunafanyika. Kwa mujibu wa wakazi hao, walikuwa na hofu ya kutimuliwa kutoka eneo lao na mradi huo kufanyika, jamii ikiambulia patupu au kupata sehemu ndogo sana ya mapato yatakayotokana na uchimbaji madini. Sisi tuna kifua kitokea. Tuliwaalika. That's why we invited them. Tuliwaalika, mliona hapa. Tulialika county government, and by the way, we will continue to invite them. Every day we have an engagement, we will inform them. And we will inform everybody, because this is a project of national importance. This is also a project of importance to the community. Serikali sasa imesema bado itafanya mikutano mingine mingi kuhakikisha maoni ya wakazi yamezingatiwa kabla na baada ya kutoa leseni ya kuchimba madini hayo. Eugene Nambeka, NTV, Kwale.